Sasa Alex Ngereza, tuanzie hapo hapo kwenye kichapo kinene kweli kweli kwa upande wa klabu ya soka ya Simba. Kabla tujaenda kutazama mchezo wenyewe, tuanze kwanza na maana ya hiki ambacho kimejitokeza. Mabao 2-0 katika mchezo ambao watu wengi tulikuwa tunazungumza hapa kwamba yamkini Al-Masry licha ya kuwa nyumbani anaingia katika michezo hii ama katika hatua hii akiwa underdog dhidi ya Simba. Kichapo cha mabao 2-0. Ishara yake ni nini? Mwaka robo inadumu. Ni ishara mbaya kwanza kwa klabu ya Simba kwa sababu mabao 2 ni mengi sana kwenye michuano ya kimataifa. Okay. Yaani bila kujali kwamba ni shirikisho, ni klabu bingwa, mabao 2 ni mengi kwa sababu inabidi uje ushinde mabao 3 ili uweze kwenda hatua inayofuata. Yes. Na kushinda mabao 3 kwenye timu ambayo imeongoza kwa mabao 2 tena ikiwa nyumbani na kuja kucheza ugenini ndio ipoteza mabao 3 kidogo inakuwa complicated. Unajua ukiangalia mechi ya jana ya Simba na USM Alger na Al-Masry ni mechi ambayo Simba wamejilaumu au Simba yani kama Simba wataondolewa kwenye mashindano. Yes. Ni kama wamejiondoa wenyewe kwenye mashindano. Kwa sababu walikuwa na kila sababu ya kupata matokeo mazuri kwenye mchezo wa jana. Walimiliki sana mpira, walitengeneza sana nafasi za wazi wakashindwa kuzitumia wenyewe. Manake ni timu ambayo imeshindwa kupata matokeo kwa sababu ya makosa yao binafsi, ila sio kwamba Al-Masry walikuwa bora kuliko Simba. Yaani Al-Masry walikuwa wanafanya makosa mengi kuliko klabu ya Simba, lakini mwisho wa siku Simba imeshindwa kutumia faida ya makosa mengi ambayo Al-Masry wameweza kuyafanya kwenye mchezo na kupata matokeo mazuri. Mwisho wa siku Al-Masry wao wametumia makosa machache ambayo Simba waliyafanya kwenye mchezo wakaenda kupata matokeo ambayo ni mazuri. Manake kwenye robo finali hii jana nilisema hii ndio robo finali nyepesi au ndio robo finali ambayo Simba kukutana na timu dhaifu zaidi kuliko timu zote ambazo wamekutana nazo kwenye robo finali zilizopita. Lakini ndio mechi ambayo wameruhusu pia mabao mengi kwenye mchezo mmoja kuliko hizo robo finali 2 za mwisho ambazo wamecheza. Kiasi kwamba ukiangalia performance ya Simba na matokeo ambayo wameyapata, yani ni vitu viwili ambavyo haviendani. Simba watajiondoa wenyewe kwenye mashindano. Yaani makosa yao ndio ambayo yatawaondoa kwenye mashindano kwa msimu huu. Wamefanya makosa mengi kwenye eneo la kushambulia, makosa ambayo tuliwahi kuyaona huko nyuma Kwenye ligi wamekuwa akiyafanya, lakini pia kwenye mechi za kimataifa wamekuwa akiyafanya. Unajua shida ya Simba kuto kutumia nafasi sio shida ambayo imeanza jana. Ni shida ambayo tulikuwa tunaizungumza kabla hata hajaingia dirisha dogo. Na miongoni mwa vitu ambavyo niliwahi kuvipendekeza ni Simba kutafuta mshambuliaji mwingine dirisha dogo. Okay. Lakini dirisha dogo limepita, hawajatafuta mshambuliaji mwingine. Wamebaki na Lionel Ateba Mbida, wamebaki na Steven Dese Mukwala, wachezaji ambao tayari walishaonesha changamoto ya kutokuwa na matumizi mazuri ya nafasi tangu kwenye duru la kwanza la msimu, lakini pia tangu kwenye mashindano ya hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Kiasi kwamba walivyoingia Januari walau walikuwa na room ya kuongeza mshambuliaji mwingine kwa sababu matatizo tayari walikuwa wameshaanza kuyaona. Okay. Lakini walishindwa kulifanyia kazi hilo, wakaamini kwamba Lionel Ateba pamoja na Steven Dese Mukwala watawasaidia, lakini athari yake ni kwenye mechi kama ya jana. Kwamba mnamiliki mpira, mnatengeneza nafasi nyingi, lakini bado kutumia hizo nafasi imekuwa ni changamoto. Sasa hii ni changamoto ambayo huwezi kumlaumu kocha kwa sababu tayari matatizo yalishaanza kuonekana tangu mwanzoni.